Kwa majina naitwa Honest Edward Mosi, nikiwa natokea mtaa wa Kisiwani, Muungano, wilaya ya Ubungo. Hapa naongelea juu ya moto ambao umewaka jana usiku mida ya saa 1 mpaka kuendelea mpaka sasa. Moto ambao bado unawaka na haujulikani chanzo ni nini. Ila kiukweli kabisa tulikuwa tunajaribu kutafuta uwezo mzuri ambao utaweza kuzuia maji ambayo yanashambulia katika maeneo ya watu. Kiuhalisia zaidi tulikuwa tunaomba msaada juu ya hali ya hewa ambayo iko mpaka sasa. Moshi na moto ambao unaendelea, haijulikani kwamba huu moto utaisha saa ngapi au utakuwa umezuiwa kwa muda gani. Ila kiukweli kabisa moto huu unaleta mambo tofauti na kusababisha shughuli za watu kwenda vizuri, hasa katika kukaraishwa na huu moshi na hata pia hali ya hewa kuwa nzito katika upumuaji. Ila kiukweli kabisa jambo zuri ni kwamba usalama wetu hauko vizuri kabisa. Yawezekana watoto wakaenda katika upande wa kule, au usalama wa watu katika kupita katika maeneo ya dampo, mtu akaweza kuelewa labda akitembea labda yuko salama ambapo yeye mwenyewe haelewi. Ila kiukweli kabisa usalama wa watu upo chini, na hali ya hewa ya huku kwetu bado ni nzito na hakueleweki mpaka sasa kama utaishia hivi au utaweza kustopishwa. Kiukweli kabisa tulikuwa tunaomba msaada na ushirikiano mzuri na ngazi za juu ambazo zingeweza kutusaidia sisi kuepusha madhara kama haya ya moto na hata pia maji kushambulia katika maeneo ya mtaa wetu huu. Kiukweli kabisa uharibifu wa mazingira kama uchimbaji mchanga ndio unaosababisha maji kushambulia katika maeneo ya watu. Kiukweli kabisa nilikuwa naomba kama kuna uwezekano wa kustopishwa mambo haya ya uchimbaji mchanga katika maeneo haya ambayo yawezekana yakahatarisha maisha ya watu au makazi ya watu, yangeweza kustopishwa. Kiukweli juu ya hili jambo, mambo haya ambayo yanatokea na moto yawezekana ukawa umesababishwa na gesi kuwa imetunzwa chini kutokana na zile taka ambazo zimekuwa sehemu ile kwa muda mrefu, au labda yawezekana ni mionzi ambayo imeshambulia katika lenzi ambayo ikasababisha moto kuwaka, au yawezekana mtu ambaye aliwasha akiwa na ashiria kama anaenda kumsababishia mtu. Basi haya yote hatuwezi kujua chanzo cha huu moto, ila kabisa juu ya mambo haya ambayo yanaendelea tulikuwa tunaomba msaada sana kama kuna uwezekano wa kupata zimamoto. Kweli kabisa serikali imefanya kwa upande wake, japo zimamoto pia wameshindwa kuzuia moto mpaka ukaisha kabisa, ila wamefanya kwa jitihada zao na walituahidi kwamba watazidi kurudi kufanya kuzuia huu moto vizuri. Ila kabisa hata sisi kama watu wa mtaa huu tunaweza tukashirikiana vyema, tukatafuta njia nzuri kabisa ambao inaweza ikatufanya sisi tukapata suluhisho zuri juu ya kushambuliwa na maji katika maeneo ya watu. Tukatumia mfumo labda wa miti kuipanda, ila sio mfumo wa taka. Huu mfumo wa taka kiukweli hakuna mtu ambaye alitambua kwamba huu moto ungesababisha athari kubwa kama hii juu ya hali ya hewa, hata pia katika maisha ya watu ya upumuaji mzuri, au labda makazi ya watu kuwa yanashambuliwa na moto. Ila kiukweli kabisa tunaweza tukatafuta suluhisho zuri la kuzuia maji kushambulia katika maeneo yetu haya, zaidi ya kumwaga taka katika sehemu hizi.
Mimi kabisa naona sisi kama watu wa jamii hii tunaweza tukashirikiana vyema, tukafanya maendeleo na tukatafuta suluhisho zuri la kufanya maendeleo, tukakaa chini tukaelewana, tutafute suluhisho gani ambalo tukiangalia mbele zaidi kuliko kuangalia sehemu ya karibu ambayo hatujui mbeleni itakuja kusababisha athari gani. Ila kiukweli kabisa huo mfumo wa taka mimi kwangu naona haufai kabisa, ila nashukuru sana katika msaada wa serikali ambao umekuja kutusaidia sisi kwa njia ya zimamoto, na tunaomba bado waendelee kutusaidia, zimamoto lizidi kurudi kwa ajili ya kupambana na huu moto ili uishi haraka na uweze kufanya watu wakaendelea na shughuli zao za kawaida kama kila siku zilivyokuwa. Asante.